kwamba mtu anapooa na baada ya ndoa mwanamume atakikana kutengeneza walima. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema aulim walau bishah, tengeneza walima walau kwa kuchinja mbuzi mmoja, watu wapate walima. Na katika hili jambo la walima kuna mambo yatakikanwa kuchungwa katika suala la walima. Jambo la kwanza, swala la walima yatakikana walima tu an takuna 3 ayamin aqiba ad-dukhul, iwe ni ndani ya masiku 3 baada ya mume kuwa ameingia kwa mkewe. لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم, kwa sababu hilo ndilo ambalo limenukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo haitakikani zikazidi zaidi ya siku 3 katika kutekeleza walima wa harusi. Kwa hivyo jambo la kwanza iwe ni siku hiyo hiyo ya kwanza, kama sio siku ya kwanza iwe ni siku ya pili, kama sio siku ya pili basi iwe ni siku ya 3, na zaidi ya hapo itakuwa imepetuka sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili ambalo latakikana kuchungwa katika walima na chakula hichi cha harusi, an yad'u was-salihina ilaiha, ni yeye mwenye kuandaa walima awaite wale watu wema katika walima, fuqaraan kanu au aghniya, sawa sawa watu hao watakuwa ni mafakiri, watu ambao hali zao ni duni, au watakuwa watu hao ni watu matajiri, watu ambao wana fedha, watu ambao wana wasa. Kwa hivyo jambo la pili ni kuwaita watu wema, sawa watakuwa ni matajiri au watakuwa ni mafakiri, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema sharru at-ta'ami ta'amul walima, chakula chenye shari zaidi ni chakula cha walima. Kwa nini ikawa chakula cha walima ni chakula chenye shari zaidi? Ni kwa sababu wengi katika watu, hasa wale watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku mali, basi utaona katika walimatul ars wanaowaalika katika chakula hicho ni wale matajiri wenzao, wale mafukara, watu mafakiri ambao wao ndio wahitaji zaidi wa chakula hicho, wao hawapewi mwaliko. Ndio maana mtume akasema sharru at-ta'ami ta'amul walima, chakula chenye shari zaidi ni chakula cha walima, kwa sababu wanaitwa katika chakula hicho watu ambao sio wenye kustahiki chakula hicho. Huenda akafika pale katika chakula ambacho wewe umekiandaa kwa gharama kubwa, akachukua mnofu mmoja wa nyama, kisha baada ya hapo akatosheka, akaona ameshiba. Na wale mafukara ambao hawapati chakula hicho kwa muda mrefu na kitambo kirefu, wao ndio wahitaji zaidi wa chakula hicho, hawaaliki. Ndio maana chakula cha walima kikawa ni sharru at-ta'am. Kwa hivyo watu wanatakiwa kugeuka, wabadilike katika walima kama hivi, wawaalike wale watu ambao ni watu wema, na hasa wale watu ambao ni wahitaji wa chakula hicho. Na jambo la tatu, an yulima bishatin au akthara in wajada saa, ni mtu kufanya walima kwa mbuzi mmoja au zaidi ya mbuzi mmoja, ikiwa atakuwa na uwezo, ikiwa atakuwa na nafasi. Na haya ameyataja mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi tuliyoitaja iliyotangulia, aulimu walau bishah, lisha walima walau kwa kima cha chini mbuzi mmoja. Lakini walima ni jambo ambalo limesuniwa katika sharia ya Uislamu.
kadhalika inafaa katika sharia ya Uislamu kufanya walima kwa isiyokuwa nyama, kama alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, aulim walau bishah, kwamba fanya walima walau kwa mbuzi. Basi inafaa vile vile walima kufanyika kwa isiyokuwa nyama. Wayajuzu an tuadda alwalima, na inafaa kutekelezwa walima bi ayi ta'amin tayassara, kwa chakula chochote ambacho kitawepesika, sawa utakuwa ni wali au utakuwa ni ugali au chakula chochote ambacho wewe kitakuwa chakula hicho kipo ndani ya wasaa wako. Hata kama haikuwa ni nyama, itafaa kutengenezwa kuwa walima. Lakini vile vile katika mambo yenye kufaa ni musharakatul aghniyai bimalihim fil walima, ni kushirikiana wale matajiri, watu wenye uwezo, kushirikiana kwa mali zao katika walima. Kwa wale watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakunjulia, basi wamsaidie ndugu yao kwa kusaidiana naye katika jambo la kulishiliza walima. Lakini kadhalika katika mambo yanayofungamana na walima wa harusi ni tahrimu takhsisi al-aghniyai bid-da'wa, ni uharamu wa kuwahusisha wale matajiri watupu katika wito. Yani ukawaita watu ambao ni matajiri watupu pasina kuwaita wale watu mafukara. Hili ni jambo la haramu, na ndio maana Mtume akasema katika hadithi, sharru ta'ami ta'amul walima, chakula chenye shari zaidi ni chakula cha walima, kwa sababu ndani yake wanaitwa al-aghniya, wale matajiri, na wale fukara ambao wao ndio wenye kustahiki zaidi kukipata chakula hiki, wao hawaiti katika walima huo. Lakini kadhalika katika mambo yanayofungamana na walima ni uwajibu wa kuitikia wito pale anapokualika ndugu yako Muislamu katika walima wa harusi. Wujubu ijabati da'wa, wajibu wa kuitikia wito pale ndugu yako Muislamu anapokuita katika jambo kama hili la walima. Ni wajibu kwa wewe kuitikia, bali ni katika haki za Muislamu juu ya Muislamu mwingine, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, haqqul muslimi ala almuslimi khamsun, haki za Muislamu juu ya Muislamu mwingine ni 5. Wa min tilkumul huquq ijabatu da'wa, na miongoni mwa hizo haki ambazo amezitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam ni haki ya kuitikia wito pale ndugu yako Muislamu anapokuita fi amri ma, katika jambo fulani, basi ni wajibu kwa wewe kuitikia wito huo. Wayajibu ala man du'iya ilaiha, na ni wajibu kwa yule ambaye aliyeitwa katika walima cha chakula cha harusi, an yahdhuraha, ahudhurie chakula hicho. Kadhalika katika mambo yanayofungamana na chakula hiki cha walima wa harusi ni mtu kufungua. Yule aliyefunga ikiwa ataitwa katika walima wa harusi, basi ni ruhusa kwake yeye kufungua, inafaa kwake yeye kufungua funga ambayo alikuwa ameifunga, funga ya sunna. Alijabatu, kuitikia walima wa harusi, walau kana saima, hata kama mtu atakuwa ni mwenye kufunga. Wayambaghi an yujiba, na yatakikana Muislamu aitikie wito wa walima walau kana saima, hata kama mtu huyo atakuwa ni mwenye kufunga. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, wa qauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, atakapoitwa mmoja wenu katika chakula basi na aitikie, ajibu wito huo wa kuitikia chakula. Fa idha kana muftira, akiwa ni mwenye kufungua, falyat'am, basi na ale katika chakula. Wa in kana saima, na ikiwa ni mwenye kufunga ikawa amefunga funga ya faradhi, falyusalli, basi na amuombe dua, yani ad-dua, amuombe dua juu yake yule ambaye aliyemuita katika walima. Ama ikiwa ni funga ya sunna, inafaa kwa mtu kufungua kwa ajili ya kuitikia walima wa harusi. Kadhalika katika mambo ambayo
yanafungamana na chakula hichi cha walima ni yule ambaye aliyekuwa amefunga funga ya sunna kisha akaalikwa katika chakula cha harusi, yeye haitomwajibikia juu yake kulipa siku hiyo. La yajibu qada'u yawmin nafli, hakuwajibiki kulipa ile siku ya funga ya sunna ambayo yeye amefunga ndani yake funga ya sunna. Wala yajibu alayhi qada'u dhalika liyawmi, na wala hakuwajibiki juu yake kuilipa siku hiyo. Kadhalika katika mambo yanayofungamana na chakula hiki walimatul arsi ni tarku huduri da'wati allati fiha ma'siyah, ni kuto kuhudhuria katika wito ambao ndani yake kuna kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa aina yoyote ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa walima huo ndani yake patakuwa pana miziki au pana mambo ya bid'a na khurafati yanafanyika, basi haitakikani kwa muislamu kuhudhuria katika walima na chakula ambacho ndani yake kuna kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja daraja tatu za kuondoa uovu. Man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, yoyote atakayeona miongoni mwenu tendo ovu linafanyika basi aliondoshe. Falyughayyirhu biyadihi, basi aliondoshe kwa mkono wake. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, ikiwa hawezi kuliondosha kwa mkono wake basi aseme kwa kutumia ulimi wake. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman, na ikiwa hawezi basi aliondoshe kwa moyo wake, na kuliondosha kwa moyo ni imani iliyokuwa dhaifu zaidi. Na al-Imam Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anataja ya kwamba miongoni mwa kuondoa uovu kwa kutumia moyo, yani kulichukia jambo katika moyo, ni kuto kuhudhuria katika jambo hilo, ni kuto kuendelea kubakia katika jambo hilo ambalo ndani yake anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo miongoni mwa mambo yanayofungamana na chakula hiki cha walima ni mtu kutokuhudhuria wito ambao ndani yake kuna kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu hudhuru ad-da'wa, na wala haifai kuhudhuria wito idha ishtamalat ala ma'siya, ikiwa wito huo umekusanya ma'siya, umekusanya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, illa an yaqsida inkaraha, isipokuwa mtu akikusudia kuondosha maasiya hayo, wa muhawalata izalatiha, na kujaribu kuondosha maasiya hayo. Fa in uzilat fabiha wa ni'ma, ikiwa utaondoshwa huo uovu basi hiyo ni neema. Wa illa wajaba ar-ruju', na kinyume cha hivyo kutawajibika kwake yeye kurudi nyuma na kutokuendelea kubakia katika chakula hicho ambacho ndani yake kuna kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala.